Kwengineko ni huko nchini Ukraine. Urusi yafanya mashambulizi mazito katika kile inachosema kwamba ni katika kulipa kisasi. Miji kadhaa ya Ukraine imekumbwa na wimbi kubwa la mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Urusi usiku kucha. Vyombo vya habari vimeripoti watu kadhaa wakiuawa na karibu wengine wakijeruhiwa karibia 11 katika mji mkuu wa Kiev. Vyombo vya habari vimewanukuu maafisa wakiripoti leo Alhamisi kwamba watu kadhaa wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Majengo ya makazi ikiwa ni pamoja na hoteli yameripotiwa kuwaka moto katika mji mkuu, huku majengo mengi ya ghorofa yakiharibiwa. Ripoti hiyo imesema makombora kadhaa yalirushwa, kiwango kamili cha uharibifu hakijawekwa wazi mara moja na ripoti za awali hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Gazeti la Kyiv Independent limeelezea shambulizi hilo kuwa mojawapo wa mashambulizi makali zaidi tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Urusi mwaka 2022. Ving'ora vya tahadhari za mashambulizi ya anga na milipuko pia vilisikika katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo ni pamoja na Zaporizhia, Pavlohrad kusini mashariki, pamoja na mji wa Sumy na Kharkiv kaskazini mashariki. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa ameonya Jumatano kuhusu shambulio kubwa linalokaribia kufanywa nchini Ukraine. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Dublin wakati wa ziara yake ya kuadhimisha Ireland kuchukua urais wa kupokezana Umoja wa Ulaya, Zelensky alisema Urusi ilifanya mashambulizi makubwa kwa kutumia mamia ya drone na makombora kadhaa kila baada ya wiki moja hadi mbili, na kwamba Urusi bado inaendelea na mapambano. Hata hivyo, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kwamba mashambulizi ambayo yanaendelea kufanywa na Ukraine, ambayo yanafadhiliwa na watu wa Magharibi, kamwe hatabadili mkondo wa mapambano, kwamba Urusi lazima itashinda vita hivyo. Hata hivyo, Urusi ilivilenga vituo vya mafuta nchini Ukraine, na ni kutokana na vikosi vya Ukraine kushambulia kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi na kiwanda cha kutengeneza makombora nchini Urusi. Katika mashambulizi yake ya anga yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo, Urusi ilivipiga vituo 5 vya mafuta katika mji wa Dnipropetrovsk ulio kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Gavana wa jimbo hilo Alexandry Hanza amesema mioto ilizuka kwenye maeneo kadhaa na kuna mwanamke mmoja aliuawa katika maeneo hayo, na taarifa nyingine zikisema kwamba watu wengine 3 wamejeruhiwa vibaya. Ukraine ikiwaomba washirika wake wa Umoja wa Ulaya misaada ya kijeshi yenye thamani ya euro bilioni 6.6 kutoka kwenye kituo cha amani cha Ulaya ili iweze kufanikiwa katika uwanja wa vita. Rais wa Ukraine Zelensky amesema vikosi vya Ukraine pia vinaendelea na mapambano huko vikishambulia kituo cha kimkakati cha Urusi katika eneo la Penza kinachotengeneza vipuri vya makombora yanayotumiwa na Urusi katika mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Huko nchini Urusi, foleni zinaongezeka katika vituo vya kuuza mafuta, hali inayozidisha wasiwasi kwa wenye magari kuhusu kukosekana kwa bidhaa hiyo muhimu kutokana na miezi kadhaa ya mashambulizi ya Ukraine yaliyoongezeka, ambapo viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta vimeshambuliwa. Rais Vladimir Putin amekiri kwamba mashambulizi dhidi ya nyenzo za mafuta nchini mwake yanaleta matatizo, lakini amesisitiza kwamba uhaba huo sio mkubwa sana. Utafiti uliofanywa na shirika la habari la Associated Press unaonyesha kwamba tangu mwezi Aprili mwaka huu Ukraine imefanya mashambulizi zaidi ya 40 kwenye viwanda vya kusafisha mafuta, vituo vya kuhifadhia mafuta, vituo vya kusambaza mafuta na miundombinu ya mingine ya mafuta nchini Urusi. Kwa sababu hiyo, kiasi cha mafuta ghafi kilichosindikwa huko Urusi kilipungua kwa 25% hadi mapipa milioni 3.95 kwa siku kufikia mwezi Juni. Hicho ni kiwango cha chini kabisa katika zaidi ya miongo miwili iliyopita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.